Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Israeli ndio iliyowekeza zaidi duniani kwenye mifumo ya udukuzi. Na ndio maana unaona kuwa makampuni makubwa ya udukuzi au kashfa nyingi za udukuzi zinatoka upande wa Israeli. Unaona kuwa Pegasus mwaka jana au mwaka huu mwanzoni walipigwa faini ya kiasi cha dola milioni 67 Marekani. Yani walidukua zaidi ya simu 14,000 walikuwa wakifuatilia mazungumzo kupitia WhatsApp, kupitia wapi. Zaidi ya simu 14,000 wakapigwa faini ya milioni 67. Pegasus inafahamika kabisa. Hii ni programu ambayo kwanza imekuwa program rafiki. Imekuwa ni program rafiki kwa watawala wa kiimla. Napozungumza watawala wa kiimla hueleweka. Yani watawala wasiotaka kuachia madaraka. Kwa hiyo Pegasus ni nzuri sana kwao. Hii Israeli wameitumia kama silaha kwa watawala ambao wanapenda kufuatilia wapinzani wao popote. Sasa ukija kwenye tawala za Kiarabu, hiki ni kitu pekee ambacho kinawavutia sana. Ndio maana unaweza ukahisi kuwa Israeli hana uhusiano rasmi na baadhi ya nchi za Kiarabu, lakini chini ya meza Israeli ana uhusiano na nchi nyingi sana za Kiarabu. Sana. Inachowekwa tu ni rasmi. Yani kitu ambacho pekee kinachofifisha ni kuwa rasmi. Je, huu uhusiano ni rasmi au sio rasmi? Sasa mnapokuwa na jamaa na ndugu kwenye nchi kama za UAE, basi msiwape shinikizo wala msiwaulize sana kuhusu masuala ya hali inayoendelea. Kwa sababu hivi sasa UAE kuna operation kubwa sana inaendelea, kubwa sana. Niliwaambia last week kuwa wa Pakistani walikuwa wameondolewa karibu 15,000 ambao wengi walikuwa ni washia. Yani walitafutwa washia. Vita imekuwa kubwa, yani vita sijui imevuka mipaka mingapi, lakini walifukuzwa. Sasa taarifa zinaonyesha tu si hilo tu, kuna ufuatiliaji mkubwa sana wa watu wenye uraia wa Irani. Makampuni mengi yamefuta kazi raia wa Irani. UAE imefuta leseni za shule kadhaa ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Wairani, na wanafunzi zaidi ya 2,400 wamekosa uhalali wa kuendelea na masomo kwa sababu shule zao ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Irani zimekosa usajili, zimefutwa. Maana yake kuwa halafu waliokuwa wakiishi pale, wafanyakazi na wafanyabiashara wengi, akaunti zao zimefungwa, hawawezi kuhamisha fedha. Lakini si hilo tu, kuwa makampuni mengi sasa hivi yamewapa taarifa raia ambao wana asili ya Irani kuwa mikataba yao mingi imesimamishwa, lakini wengi pia wamekuwa wakifukuzwa, na kama nilivyokuambia akaunti zao zimesimamishwa. Unajua, nilivyokuambia juzi kuwa UAE kachagua njia yake, lakini ina mawili tu, ima kachagua njia salama au sio njia salama. Yote yanaeleweka. Lakini njia aliyoichagua UAE ndio hiyo njia ya kwake, ya kuwa ameamua yeye kuwa sehemu ya Israeli. Kwa hiyo watu katika nchi zote ambazo zina uhasama na Israeli, na wao wanageuka kuwa maadui zake moja kwa moja. Kwa hiyo kaamua kuchagua kuwa upande huo. Impe nafasi nzuri ambayo anaitarajia, au aishi maisha anayoishi Israeli. Kwa sababu umeona Israeli anavyoishi, hana mpaka ulio salama, hana uhusiano na jirani yoyote ambaye aliye salama. Hayo ndio maisha ambayo ya Israeli. Sasa UAE kachagua kuishi kama Israeli, kuangalia sasa mipaka yake itakuwaje. Kuna mtu mmoja aliniuliza, akaniambia kuwa hivi kwa hiki kinachoendelea, huoni kama Israeli anajipenyeza kuwavuta Waarabu ili vita itapokuja itakuwa ni kati ya Marekani, Waarabu na Iran, na Israeli itakuwa pembeni? Ukitazama kwa jicho la 3 na la 4 utagundua hilo, kama vile Israeli amekwenda kujipachika kwa UAE kuhakikisha ile nchi inakuwa destroyed. Israeli walivyo, na mara kadhaa nalizungumza hili kuwa wao hawatojali nani anaangamia dhidi yao. Yani wao ni moto wenye kuwaka, wengine anawaona ni mshumaa, teketea kwa ajili ya kunimulikia mimi. Ndio Israeli walivyo. Ndio maana unaona kuwa Israeli hajali tishio na anguko la Marekani katika mzozo huu, lakini bado Israeli wanamshinikiza tu Marekani aende kudondoka. Hawajali kwa sababu ya mustakbali wao. Yani wao cha kwanza ni wao, haijalishi nani yuko. Watamuangamiza yoyote kwa ajili ya kubaki kuwa wao.
Sasa UAE wameendeleza na hilo. Unajua, ukiondoa Uchina ambayo ilikuwa inafanya biashara kubwa sana na UAE kwa kipato kikubwa, nchi ya pili ambayo ilikuwa ikifanya biashara kubwa zaidi na UAE hasa kwa matumizi makubwa mfano ya bandari ya Jebel Ali ni Iran. Iran walichagua UAE kama sehemu yao salama ya kufanya biashara na kupitisha bidhaa zao kwa kiasi kikubwa. Nilishawaambia UAE ni moja ya nchi ambayo sijui nikwambie nini, hakuna kiasi cha fedha utaingia nacho kizuiliwe. Yani wewe njoo tu. Kwa hiyo sehemu hii ni sehemu nzuri sana, kama anavyosema Profesa Marandi kuwa sehemu nzuri ya utakatishaji wa fedha. Fedha yote haramu itapelekwa UAE kwa ajili ya utakatishaji. Hayo ni maneno ya Profesa Marandi akizungumzia kuhusu biashara kubwa ambayo Marekani alikwenda kuwekeza kule Afghanistan. Alikuwa akifanya biashara kubwa ya makoken. Kwa hiyo biashara kubwa ya madawa kulevya ilikuwa unajua coke inalimwa kwa wingi sana Afghanistan, lakini sasa hivi unaweza kuamini kuwa hivi sasa Afghanistan iko zero uzalishaji wa coke. Lakini wakati wa utawala uliokuwa chini ya Marekani walikuwa wanazalisha 93% ya coke duniani. 93% ya coke walikuwa wakizalisha, ambapo ni mabilioni na matrilioni ya fedha yanapatikana. Kwa hiyo upande mmoja wa US utaona kuwa Marekani alispend trilioni 2 4 kwa kipindi chote. 6 zinatajwa kati ya trilioni 6. Yes, kati ya trilioni 6 alispendi kule nani, lakini aliingiza kiasi gani cha fedha kwa biashara ya coke? Kwa hiyo alikuwa mali tu mali. Kwa hiyo nyuma ya hiki kuna nini? Wanachokitafuta ni hiyo, inakuwa hivyo. Sasa UAE, Irani ndio aliteua kama sehemu salama ya kufanya biashara yake kubwa. Kwa hiyo mapato mengi ya UAE yametokana na Wairani. Nimesema kuwa real estate nyingi zilikuwa ni za Wairani. Sasa leo UAE ameshatangaza uadui wa moja kwa moja na Irani kuwa hatutokuwa na nyinyi, na ndio maana imekuwa kuna operation maalum ya kukamata, operation maalum ya kuwarudisha wa Irani. Yani kama ile ICE ya Marekani inaofanya kazi kuexport watu ambao walizamia. Sasa na UAE ameanzisha operation maalum sambamba na Bahrain na hata Kuwait, operation maalum ya kuondoa wa Irani wote. Irani wamewaambia wafanyabiashara wao au raia wao wengine kuwa mnaweza mkaangalia sehemu nyingine. Nadhani jicho pia limepelekwa upande wa Istanbul, imepelekwa Doha na imepelekwa Muscat, katika hayo maeneo ambayo wamewaambia watu wao kwa haya ni maeneo salama, mnaweza mkabaki kuishi. Sasa hili unaweza ukalizungumza kwa nadharia fulani na nadharia ya pili. Unajua, kama ukiwa kipofu huwezi kuona. UAE ilijengwa kwa uaminifu tu wa serikali yao ilivyokuwa, kuwa walikuwa na uwezo wa yani katika ile sera ambayo nawaambia mara zote walikuwa nao, tunakulindia mtaji wako, hauwezi kupotea. Sasa hiki kilichofanywa na UAE katika kipindi hiki, chukua, yani UAE ina uhasama na Irani, inakwenda kuzuia wafanyabiashara wa Irani, hata watu ambao walikuwa hawana uhusiano na serikali ya Irani lakini tu ni raia wa Irani ambao wako kwenye nchi wanafanya biashara, kuwa hawatoweza kupewa chochote kwa sababu tu ya ugomvi wao na nchi yao, na mali zao zinazuiliwa. Hiyo ni ishara nyingine kabisa. Ni ishara ambayo inatoa alert kwa wafanyabiashara wengine duniani. Unajua, baada ya ugomvi wa Urusi na Ukraine, oligarchi wengi walikimbilia UAE. Yale oligarchi ni wale matajiri wakubwa wafanyabiashara, kwa sababu walikutana na sanction Ulaya nzima. Ila walikuwa sehemu ambazo wanaziona za kufanyia biashara ilikuwa ni Tel Aviv na Dubai. Sasa Tel Aviv hawapati kile ambacho wanaweza wakakipata Dubai. Utapata connection kubwa, utakutana na watu wengi, yani utakutana na ulimwengu Dubai. Kwa hiyo oligarchi wengi na hata yacht nyingi ambazo zile za kifahari, yani zile meli za kifahari za Urusi ambazo zilikuwa zikienda nchi za Ulaya zinakamatwa, zinashikiliwa, nyingi zilikwenda kutia nanga Dubai. Nyingi ziko Dubai, zilienda kutia nanga Dubai, zimebaki hapo kwa muda. Sasa hii ya UAE kugombana na Irani na kuweka uhasama na raia wa Irani ni alert kwa wafanyabiashara wa dunia nyingine kushifti kutoka, kwa sababu kitu kimoja ambacho kiko wazi kama nilichokizungumza wiki jana, kwa wafanyabiashara hivi sasa tunatazama nini? Wanasema wanatazama nchi tunayotaka kuwekeza ina uhusiano na nani na ina uadui na nani, usalama wa uwekezaji wetu utakuwa kiasi gani. Hakuna mwekezaji sasa hivi ataenda kuwekeza kinyemela tu kwa hapa fursa nimeiona bila kuangalia sera za nchi zimekaaje. Hayupo, kwa sababu hili limewafunza mengi, yani limebadilisha mtazamo. Kwa hiyo nchi ambazo zinataka kurekebisha uchumi wao na kuwa sawa, ni lazima pia zitakuwa zinarekebisha uhusiano wa kisiasa, lazima uakisi kila sehemu ili kwenda sawa.
kwa sababu hakuna mwekezaji atakayeenda kuwekeza katika nchi ambayo anafahamu kabisa kuwa nchi ina uadui na nchi fulani ambayo ina nguvu. Kwa hiyo UAE kwa vyovyote vile ni katika nchi ambazo zitapoteza na zinapoteza kwa kiwango kikubwa sana kwa hii sera ya kuamua kuegemea upande wa Israeli na kufata kile Israeli amekuwa nacho. Wao watakwenda kuangamia na hiki kitu, na kitawaangamiza. Sasa haya ndio yanayoendelea. Yanaendelea katika kipindi gani? Yanaendelea katika kipindi ambacho wametuambia kuwa tunasubiri mazungumzo. Yani unajua jana ilikuwa ni saa 48, juzi ilikuwa 48, jana ikawa 12. Baada ya 12 Marekani wametoa taarifa, wanasema kuwa tunasubiri uamuzi wa saa yoyote itakayofika. Yani muda wowote utakaofika Irani watajibu. Yani wakati wowote Irani wataka kujibu ndio watajibu. Wameondoa ile saa 48. Sasa ukisikia hili unaenda kupigia mstari wapi? Unaenda kupigia mstari kile ambacho nilikisema kuwa kuna mmoja anatudanganya, lakini muda ndio unaweza ukatupa majibu mazuri sana. Kuna mtu mmoja alinitumia kuna taarifa moja ilikuwa imeandikwa na Al Jazeera. Jasmine niliona Al Jazeera ambayo ilikuwa imeandika inasema control of Hormuz Strait like having an atomic bomb, say Iran advisor. Mohammed Mohber, an advisor to Iran supreme leader, has compared controlling of the Strait of Hormuz to a country posing a nuclear weapon, saying the waterway represents an opportunity as precious as an atomic bombs. Akanrushia hii ananiambia, Rahbi umeliongea muda mrefu, utafikiri unaishi hapo na hao watu. Anachokisema huyu advisor wa kiongozi wa Iran, anasema kuwa kuumiliki mfereji wa Hormuz ni zaidi ya kumiliki, yani anasema ni zaidi au ni sawasawa ya kumiliki atomic bomb au zaidi ya atomic bomb. Nililizungumza na nyinyi hili nikawaambia kuwa yani kadri unajua sisi tunapanga, Mungu anapanga. Mipango bora zaidi ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Hilo liko wazi. Wakati we unawaza kumdhuru, unampa kitu. Wakati Israeli alianzisha 12 days war, akampa Irani kitu ambacho Irani akagundua kuwa mimi nina kitu, makombora. Akagundua haya ni tishio. Lakini katikati ya makombora wakaja kwenye vita ya pili, Irani akachukua Hormuz. Sasa Hormuz ni zaidi ya atomic. Nimekuwa nikilizungumza, mtu inakuwaje kuwa ikipigwa hili bomu, kuna mtu mmoja aliuliza ikipigwa atomic bomb unakusudia kupiga nchi moja. Yani mfano Irani ana atomic bomb, kuwa wakinipiga na mimi nitapiga Israeli, utaidhuru Israeli. Sawa. Hormuz ni zaidi ya atomic kwa sababu unaidhuru dunia nzima. Mimi nawaambia, mark my word, hii ilikuwa baada ya huu mzozo, yani baada ya huu mzozo kumalizika, yani baada ya huu mzozo tu uje umalizike, sijui ni nini, mambo yatakuwa tofauti kabisa. Yani kuna vitu vitabadilika sana, na watu watapoteza vingi, na nchi zitapata vingi, na nchi zitapoteza vingi baada ya huu mzozo kumalizika. Hili la atomic bomb ni zaidi ya atomic bomb. Unaweza ukasema kuimiliki Hormuz, jamani, mara nyingine baada ya huu mzozo, pale Israeli atapotaka kuanzisha chokochoko zake dhidi ya Irani, kwa sababu hili litakuja, nitakuja kulielezea baada ya huu mzozo ni nchi gani ambao ndio itakuwa ni nchi ya kwanza ambayo itayofanyiwa nguvu sana kuibadili mwelekeo wake, Oman. Baada ya hili hakuna mtu atakubali Israeli aanzishe chokochoko na Marekani halafu waunge mkono. Kuanzia wale washirika wa Ulaya watakataa, watamwambia hatutaki kabisa huu mchezo, kwa sababu madhara yake yamekwenda zaidi ya COVID. Madhara yake yamekwenda zaidi ya vita ya Urusi na Ukraine ilivyoumiza. Madhara yake yamekwenda makubwa mno, na yanaonekana kuwa bado ni makubwa mno. Sasa tunafanya nini? Nani anakubali tena uanzishe unaotaka kuanzisha? Hakuna ambaye atakubali. Unataka kuanzisha nini? Hatutaki kabisa huu mchezo. Kwa hiyo hili ni zaidi ya atomic. Pale wanapokuambia hili ni zaidi ya atomic, really ni kweli kuwa ni zaidi ya atomic, kuwa bomb zito hili haiwezekani kuwa jepesi kirahisi. Rahby Digital, haki na ukweli.